Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono Media. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Tel Aviv nchini Israel. Naitwa Ramadhani Fupi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba njia pekee ya kuwadhibiti wapiganaji wa Hamas na kuwarudisha mateka wote wanaoshikiliwa na wapiganaji hao ni kuiteka Gaza, ambapo hataruhusiwa mtu yeyote kuingia wala kutoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Akizungumza kupitia video yake iliyowekwa kwenye mtandao wake wa Telegram, Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israel itachukua udhibiti wa eneo la Gaza muda wowote kuanzia sasa. Itakumbukwa siku ya Jumapili Israel ilitangaza kuanzishwa kwa operesheni ya kijeshi katika maeneo ya kaskazini pamoja na kusini mwa upande wa Gaza, na tangu siku hiyo ya Jumapili mpaka sasa watu zaidi ya 130 wameripotiwa kuuawa kufuatia mashambulizi makali ya Israel kwenye maeneo hayo. Licha ya operesheni hiyo ya kijeshi, Israel wakati huu imetangaza kuruhusu kuingia kwa misaada ya chakula katika eneo la Gaza, ambapo kulingana na Israel imesema kwamba kwa sasa Wapalestina hawatakuwa na changamoto ya njaa, lakini mamlaka ya Gaza inapaswa kuwa chini ya jeshi la IDF la Israel. Tangu mwezi Machi mwaka huu, Israel ilizuia kuingia kwa misaada mbalimbali ya kibinadamu kwa wakazi wa Gaza, na siku ya Jumapili ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilitangaza nia ya kuruhusu kuingia kwa kiasi cha chakula kwa ajili ya wakazi wa Gaza. Lakini cha kushangaza, ghafla vikosi vya Israel vilianza kuingia mtaani na kusababisha taharuki na kuua watu wasiokuwa na hatia, wakidai kuwa lengo ni kuhakikisha wanalimaliza kabisa kundi la Hamas. Ingawa Israel inadai kuwa wanachokifanya ni hatua za kuhakikisha wanawatafuta wapiganaji wa Hamas ambao wamekuwa mfupa mgumu katika ukanda wa Gaza, lakini mataifa mbalimbali yamekuwa yakisema kwamba njia wanayoitumia Israel kuwatafuta Hamas kama wanavyodai watasababisha kuua raia wengi wasiokuwa na hatia. Na hata waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot ametoa wito kwa Israel kwamba licha ya kuruhusu kuingia kwa misaada mbalimbali katika ukanda wa Gaza, lakini wanapaswa kuachana na hiyo operesheni ya kijeshi ambayo hufanya mashambulizi na kuua raia wengi wasiokuwa na hatia. Mfuatiliaji wa Kankono Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuiteka Gaza na hataruhusiwa mtu yoyote kuingia wala kutoka, akidai kuwa anataka kuliangamiza kabisa kundi la Hamas pamoja na kurudisha mateka wote wanaoendelea kushikiliwa na wapiganaji hao wa Kipalestina wa Hamas. Basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Naitwa Ramadhani Fupi.